na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Gatuzi la Mombasa, uwanja wa Mbaraki, bila shaka imekuwa ni siku ya kusherekea ama kuadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM, ambapo bila shaka timu mbili zilifika finalini. Hapa nikirejelea timu ya Bandari FC dhidi ya Gor Mahia. Unaweza kuona viongozi wapo kweli kweli na mashabiki wameketi kitako pembeni wakifuatilia sawia na wachezaji wa timu ya Shabana FC. Hali ilivyokuwa mwanzoni, Gor Mahia na Bandari wakipiga guu mosi guu pili kuingia dimbani kwa ajili ya mapambano kuwania shilingi milioni 1 katika uwanja wa Mbaraki kuadhimisha miaka 20 tangu kuasisiwa kwa chama hiki cha ODM. Taji hilo hapo bila shaka ilikuwa ni uwanja wa mapambano, na muona gavana aliyopeana mikono eri njema sawa na gavana wa jimbo la Homa Bay Gladys Wanga, wakili msomi Otiende Amolo akiwepo, mwalimu Orero pamoja na wahusika wote katika taratibu za kuweza kuheshimisha siku ya leo. Mwamuzi wakati baada ya kupuliza kipenga kamuru pambano kwanza, ikawa ni vita vikuu vinashuhudiwa katika uwanja huu. Manake kwa vyovyote vile ilikuwa lazima mshindi apatikane. Alinyumbuka kadri uwezo wake Kelvin Omondi mara kwa mara dhidi ya mashambulizi kutoka kwake William Wadri. Upande wa pili tunamshuhudia Levis Opio akipambana kadri uwezo wake dhidi ya makombora kutoka kwake Lawrence Juma. Kazi aliyofanya Josh Onyango na Ernest Wendo kwa ajili ya kuvamia kama mbogo ngome ya wana Bandari FC, ikizidi kuwajibika pakubwa pia vile vile dhidi ya Christopher Ocheng na Josh Onyango achia mbali Fidel Origa. Makombora Tobwe unazungumzia pia vile vile taratibu za kuweza kutumia mipira ile mfu kwa maana free kicks, kwa namna jinsi walivyokuwa wakitenga mipira ile. Musa Sharif mfupi wa kimo lakini mwenye majukumu tele mbele ya rango, anakuwa katili siku zote dhidi ya walinzi achia mbali mlinda mlango. Alitaka kumtoa nyonga tena kwa maksudi, akapigwa laza kwenda chini akisubiri huruma ya mwamuzi Musa Sharif, akijiondoa lawamani William Wadri. Football being a beautiful game, kila mmoja akiwa amekaza macho kwenye uwanja kwa ajili ya kuweza kupata burudani kamili. Kazi kubwa kwa Dairas Musaga, vita vikuu katika idara ya kati, suma katika ubara wake, kiungo mtibuaji, mwalimu mpya huyu, mchezo wake wa pili katika ardhi ya Kenya, akiwa ametwikwa majukumu kwa ajili ya kuijengea sifa sufufu timu ya Bandari FC, Mohamed Borji. Lakini mbele mashabiki wa Gor Mahia akazidi kupata joto la jiwe. Moja kwa moja akapata kutuna paja lake, akiungulia dhoruba maumivu kwenye maungo yake kipindi cha kwanza. Baada ya dakika moja kuongezwa, fidia muda ulipotea, wakakwenda mapumzikoni na tena kurudi kwa moto na radi kipindi cha pili. Mawimbi ni yale yale tunaoshuhudia katika uwanja huu, wakati ambapo wachezaji wakipokea na kutekeleza maelekezo ya walimu wote wawili, na mzungumzia Mohamed na Charles, kutegemea na uzi uliovaa. Pembeni kule akawa ange msaidizi wa refa, yupo alielishwa kadi ya njano kwa kucheza rafu. Pambana kionyesha uwezo wake mkubwa. Ikawa sasa ni mvutano, dakika zikiwa zinazidi kuchanika katika uwanja huu, ikiwa bado milango imezidi kuwa migumu. Hakuna yeyote yule alikuwa mediriki kuona lango la mpinzani ndani ya dakika 75. Mwamuzi akiwa ange na kulazimika mara kwa mara kupuliza kipenga kuashiria kwamba lazima kila mmoja aheshimu kanuni za mchezo wa mpira wa miguu. Akaja kibabe zaidi pembeni kushoto, nguvu mpya, na pia vile vile upande wa pili tumeshuhudia Alfred Emoni akijaribu kadri wake pia vile kwa ajili ya kuwai ule mpira kwa wakati, nguvu mpya pia kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu yake. Andrew Juma piga kombora la kipekee, mkwaju wa madhambi, aliteleza wakati muhimu kutokana na cross ama mkwaju uliotengwa na Ebeneza, ambaye bila shaka nikana kwamba mkono wake ulituna, na ikawa sasa lazima anyanyuliwe kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya kwanza ama uangalizi wa kimatibabu nje ya uwanja. Ndio goli ambalo kwa hakika imeleta tofauti kubwa katika uwanja huko na kwa dakika 66.
mashabiki wakipagawa, wakifurahia kwa kile ambacho kimetokea uwanjani. Walijaribu tena na tena na tena kugota katika milango tofauti, DJ katika ubora wake akiwa anafurahia kinachotokea. Miaka 20 timu hii ikiwa katika hali iliyo bora zaidi. Naomba marefari wote walohusika kusimama upande wa kushoto wa jukwaa. Ferrari, naomba usaidie shughuli.